Hamjambo, nina furaha sana kuungana nanyi tena katika wiki hii tukiendelea na katekisimu ya Kanisa Katoliki. Tunasoma ufupisho makini kwa Kiingereza compendium. Naomba kama hujapata nakala yako bado uende utafute nakala yako kwenye duka lolote lile linalouza vitabu vya Kikatoliki ili tuendelee kusoma pamoja. Kumbuka kwamba ufupisho huu makini unatokana na ile katekisimu ndefu inaitwa Katekisimu ya Kanisa Katoliki, ambayo sana sana inachota na kueleza imani yetu kutokana na maandiko matakatifu, kutokana na matendo ya mitume na pia kutokana na ualimu wa kanisa ambao ndio tunaozingatia kwa siku ya leo. Kama kawaida tutakuwa na maswali matatu tu, maswali matatu pekee. Ninajua kwamba watu wana shughuli nyingi, watu wana majukumu mengi, kwa hiyo ninajaribu kutoa maelezo na mafundisho mafupi sana, ili kwamba tusiwe na sababu ya kusema kwamba hatuwezi kusikiliza maelezo ya imani yetu. Na kama nilivyoanza wiki iliyopita, leo nitaendelea na ushauri, na leo nitatoa ushauri mfupi sana, mawazo madogo kwa vijana, na wale ninaowatambua kuwa ni vijana, ni wake kwa waume wenye umri wa miaka 18 hadi miaka 35. Kwa hiyo ikiwa umo katika umri huu, subiri hadi mwisho uone nina maoni gani, ama sio maoni, nina ushauri gani kwako wewe, nina changamoto gani kwako wewe. Maswali ya leo ni kama ifuatavyo. Swali la kwanza ni juu ya nani kufafanua rasmi amana ya imani. Swali la pili, kuna uhusiano gani kati ya maandiko, mapokeo na ualimu? Na swali la tatu, tunaingia sasa katika sehemu nyingine ya maandiko matakatifu. Swali la tatu ambalo ni swali la 18 ni kwa nini maandiko matakatifu yanafundisha ukweli? Tuanze kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Tumuite Roho Mtakatifu. Uje Roho Mtakatifu, jaza mioyo ya waumini wako na uwawashie moto wa upendo wako. Mtume Roho wako na wataumbwa upya na utaugeuza uso wa ulimwengu. Tuombe. Mungu unayeelimisha mioyo ya waumini wako kwa mwanga wa Roho Mtakatifu, tujalie kuwa kwa huyo Roho Mtakatifu tujazwe daima na hekima ya kweli, na tujaliwe furaha ya faraja zake kwa njia ya Kristu Bwana wetu. Amina. Mtakatifu Paulo utuombee. Mtakatifu Gabrieli utuombee. Bikira Maria tumaini letu, mjakazi wa Bwana, utuombee. Naam, nitaje ninavyotaja kila mara kwamba mimi ni mama Mkatoliki mbatizwa mwenzako anayependa kujadiliana na kushirikishana imani yake. Kwa hiyo hapa si kasisi, hapa si mwanateolojia. Kama kawaida, kwa maelezo mengi ama kuona jinsi unavyoweza kuendelea kukuza imani yako, ni bora sana unahimizwa ufike kwenye parokia yako, uungane na wanaparokia wenzako, mkiwa mmeongozwa na paroko, na muendelee ili tuweze kujijenga katika imani, ili uweze kuongeza ule uhusiano kati yako na Kristo. Napenda sana kila mara nieleze hayo ili tusiwe kwamba hatuelewi ni nini kinachoendelea hapa. Kazi yangu tu ni kutoa haya maelezo mafupi na kutumaini kwamba utapata jambo moja ama mambo mawili ya kutekeleza katika juma linalofuata. Basi tuangalie hili swali la kwanza la leo. Kama hujaangalia maswali mengine, ningeomba urudi nyuma uangalie mafunzo tangu mwanzo wa mwaka huu wa 2026 uone, ili uweze kufika tuliko sasa. Mafundisho yote ni mafupi, yote yanachukua chini ya dakika 30, chini ya nusu saa. Kwa hiyo utaweza kujielimisha. Swali la 16 ni juu ya nani kufafanua rasmi amana ya imani. Mnakumbuka kwamba tuliona kwamba amana ya imani ni ile zawadi ambayo Kristo alituachia.
ule ufunuo wote ambao Mungu ametupatia, ametufunulia kwa njia ya manabii, kwa njia ya Kristo mwenyewe, hasa mitume, akatuachia. Ni nani ana hiyo tuseme ana ruhusa, ama ni nani ana jukumu hilo la kueleza amana ya imani? Je, ni wewe na mimi? Sisi ambao ni waumini, sisi ambao tunaamini, ni nani? Kufafanua rasmi amana hiyo ni juu ya ualimu hai wa kanisa tu, yaani juu ya askofu wa Roma, mwandamizi wa Petro, na juu ya maaskofu wenye ushirika naye. Kwa hiyo tuseme Kristo alipokuwa anafundisha, hawakuwa Kristo wengi ama Kristo wawili, alikuwa Kristo yule yule mmoja na mitume aliyewaita kwake. Mitume hao 12 aliowaita kwake. Kwa njia hiyo hiyo, yale ambayo Kristo alifundisha, yale ambayo aliwaachia mitume, waliwawekelea mikono maaskofu kutoka miaka hiyo ya awali hadi sasa. Kwa hiyo yule ambaye ana hiyo kazi ama jukumu hilo la ualimu, na tunasema ni ualimu hai. Kwa hiyo tunaamini lile ambalo askofu wa Roma ambaye anamwandama Petro, tunasema askofu wa Roma ni Petro, ama Baba Mtakatifu ni Petro, na maaskofu ambao wanaushirika naye. Tuendelee. Vilevile ualimu huu ambao katika kuhudumia neno la Mungu una karama ya hakika kuhusu ukweli, ni juu yake kutamka dogma zinazofafanua kweli zilizomo katika ufunuo wa Mungu. Mamlaka hiyo ya ualimu inaenea pia kwa kweli zile zinazofungamana na ufunuo wa moja kwa moja. Kwa hiyo hatuwezi sema ni mtu yeyote ambaye anaweza kufafanua rasmi imani yetu ama amana ya imani yetu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ametupatia hicho chombo, na tunamshukuru sana chombo hiki cha ualimu ambao uko katika mabega ya Baba Mtakatifu. Ndio maana tunamuombea sana pamoja na maaskofu wake. Kwa hiyo wanatueleza, na kazi yao ni katika utumishi wa neno la Mungu. Kwa hiyo tunawasikiliza, tukiwa na swali tunahakika tunatafuta njia ya kuwafikishia swali hilo, nao ndio wanatuambia huu ndio ukweli tunaofuata. Kwa hiyo imani yetu ina uongozi juu mbinguni, uongozi wa Utatu Mtakatifu, lakini pia ina uongozi humu duniani, uongozi wa Papa na maaskofu wenzake ambao tunawaita ualimu hai. Ualimu hai. Kwa hiyo hilo ni tengo la kwanza ningependa ukumbuke, ualimu hai, kwa sababu linalingana na swali hili linalofuata, swali la 17 ama swali letu la pili la leo. Na swali ni, kuna uhusiano gani kati ya maandiko, mapokeo na ualimu? Tumesisitiza sana mambo haya kwa njia tofauti tofauti katika masomo yaliyopita, lakini leo pia turejelee ili kwamba tufahamu. Tusipofahamu tutajiuliza maswali, tutaenda hapa na pale, hatutakuwa na uhakika. Kumbuka yale matatu. Kuna uhusiano gani kati ya maandiko, mapokeo na ualimu? Hayo yanafungamana sana, yasiweze kuwepo moja bila ya mengine. Acha nikatize hapa nieleze. Huwezi sema kwamba una maandiko lakini hauna mapokeo ya mitume na hauna huo ualimu hai. Nirudie. Huwezi sema kwamba una maandiko lakini hauna mapokeo ya mitume. Mitume walifanya nini? Kati ya mambo mengi ambayo mitume walifanya, jambo walilofanya ni hilo hilo la kuandika Agano Jipya. Alafu ualimu ndio unaotufafanulia. Kwa hiyo tuna huo ualimu hai wa Papa na maaskofu wenzake ambao unatufafanulia maandiko na ambao msingi wake ni mapokeo ya mitume. Kwa hiyo mitume wa Kristo, maandiko matakatifu na ualimu hai, kwa sababu Roho Mtakatifu bado analiongoza kanisa kwa kupitia chombo hiki ambacho ni zawadi ya Baba Mtakatifu na maaskofu. Natumai kwa sasa tumeelewa. Tuendelee. Kwa pamoja yanafanya kazi chini ya Roho Mtakatifu, yanachangia kweli wokovu wa watu, kila mmoja kwa namna yake.
Kwa hiyo inachangia katika wokovu wetu. Ni kweli utasema kila mmoja wetu ana uhusiano wa moja kwa moja na Utatu Mtakatifu. Kila mmoja wetu ana uhusiano wa moja kwa moja na Kristo, lakini sote pamoja kama taifa la Mungu, kama jamii ya Mungu, tuna maandiko yetu, tuna mapokeo ya mitume na tuna ualimu hai, na pamoja Roho Mtakatifu anatuongoza kama taifa la Mungu. Tuna zawadi kubwa sana hapo, tunafaa kufurahia na kujivunia. Kwa hiyo sasa turuke katika sehemu ya maandiko matakatifu. Swali ni la 18 katika ufupisho makini wa katekisimu, ama swali letu la 3 kwa leo, na swali ni hili: kwa nini maandiko matakatifu yanafundisha ukweli? Kwa sababu Mungu mwenyewe ndiye mtunzi wa maandiko matakatifu. Kwa hiyo yana uvuvio wake na kufundisha pasipokosa kweli za lazima kwa wokovu wetu. Roho Mtakatifu aliwavuvia watunzi wa kibinadamu ambao waliandika yale aliyotaka kutufundisha. Kwa hiyo walioandika vitabu hivyo vya maandiko matakatifu kweli ni wanadamu, lakini aliyewavuvia, aliyewaangazia ni Roho Mtakatifu. Kwa hiyo sisi tunasadiki, tunaamini kwamba maandiko matakatifu yanatufundisha ukweli. Hata hivyo, imani ya Kikristu si dini ya kitabu. We are not a faith of the book. Sio dini ya kitabu, bali ni neno la Mungu ambalo si neno lililoandikwa lisilosema, bali ni neno aliyefanyika mwili na aliye hai. Huyu ni Mtakatifu Bernardo wa Clairvaux aliyesema hivi, akatukumbusha kwamba sisi sio kwamba unasoma tu kitabu, mame mi momu tunafuata hivyo hivyo. La, sisi ni watu ambao kweli tunajua kwamba maneno yanayotupata katika maandiko matakatifu yanapata uhai wa moja kwa moja kutokana na Roho Mtakatifu. Ndio maana hata tukienda katika maadhimisho ya misa, unapata wakati wa liturujia ya neno tuna heshima ambayo tunayapatia maandiko matakatifu. Tunaketi, tunakaribisha neno la Mungu, tunasikiza somo la kwanza. Kama ni misa ya Jumapili, tunasikiza wimbo wa katikati ambao unatokana na Zaburi, tunasikiza somo la pili. Kisha baadaye unaona kwamba tunasimama, tunaienzi Injili kwa kuwa tunaamini kweli neno hili lina uhai, linahusiana na neno aliyefanyika mwili. Naye neno aliyefanyika mwili tunamfahamu ni nani? Ni Kristu. Kwa hiyo furaha ilioje kwamba tunajua kweli neno la Mungu ni neno linalotufundisha ukweli. Katika siku zijazo tutaona jinsi tunavyoweza kutumia neno la Mungu kuendeleza maisha yetu ya sala na pia kuendelesha maisha yetu ya kila siku. Kwa hiyo nikupe moyo sana upate kusoma zaidi, kuelewa zaidi. Je, ni vipengele vipi hivi vitatu? Ni maneno yapi haya matatu tunayozingatia sana kama waumini wa Kikatoliki? Na tukiweza kuelewa hayo kweli, maandiko matakatifu, mapokeo ya mitume na ualimu rasmi wa kanisa, basi tutaweza kuendelea na imani yetu tukiwa tunafahamu kwamba tuko katika njia ambayo Roho Mtakatifu anatuelekeza. Tutakaa na hakika hiyo, tutakaa na nguvu hiyo, na nikushukuru sana. Hiyo ni sehemu ya kwanza. Kwa upesi nipe muda niendelee na sehemu ya pili ya leo. Na sehemu ya pili nilisema kwamba nitatoa changamoto fupi ama ushauri mfupi kwa vijana. Kwa hiyo kama wewe una miaka 18 hadi miaka 35, jongea tuzungumze jambo fupi sana. Na swali langu kwako leo ni hili: je, una mpango gani kwa maisha yako? Una mpango gani kwa maisha yako? Unajua, ujana ni zawadi. Ujana ni jambo jema, ni jambo la kufurahisha. Wakati mwingi sisi ambao tumeanza kufika umri wa makamo, tunapowaangalia vijana unapata unajawa na furaha. Wakati mwingine nawapita vijana, unapata wanacheka bure, wana furaha. Ndio, mara kwa mara unaweza pata kijana ambaye kweli anaona
maisha yana uzito na nini na nini, lakini wakati mwingi utapata ujana ni wakati wa kuangalia maisha kwa macho mapya, una nguvu, unaona una miaka mingi mbele yako, ni zawadi. Lakini una mpango gani kwa zawadi hii? Ujana wako ni zawadi, ujana wako ni hazina. Ujana wako pia ni kama mchanga. Ukiangalia kama wakulima wana mchanga ambao wanafaa waulime, wautayarishe ili waweke mbegu ziote, wapalilie mashamba na nini na nini, ili mwishowe wapate kuvuna kitu. Kwa hiyo ukilinganisha ujana wako na huo mchanga ama hazina ambayo umepewa, lakini nayo ni hazina ambayo inapotea. Kuna yule msanii alisema ujana ni moshi, na ni kweli. Kwa hiyo ufurahie ujana wako, umshukuru Mungu kwa ujana wako, lakini pia ukumbuke kwamba ni wakati, ni zawadi, ni nafasi ya kupanga maisha yako. Kwa hiyo wakati mwingine tunaona mambo yanakuja, kuna staili tofauti tofauti zinaingia, lakini nakuhimiza uangalie kweli nataka kuyapeleka maisha yangu wapi. Kwa sababu ujana unapopita, tunaona sasa tunaanza kuangalia, ninaangalia nyuma naona nilipanda mbegu gani na mbegu zangu zinaendelea kukua kwa njia gani. Kwa hiyo uangalie maisha yangu nataka yaende vipi, na naangalia kama ni kazi, pengine umeshaanza kazi ama umo shuleni bado, ama unaendelea kutafuta kazi na kutakia upate kazi ya kufanya, unataka kuipeleka wapi kazi hiyo? Tuseme career, una mpango gani? Afya yako unaiangalia kivipi? Uhusiano wako na watu wengine unaangalia huo uhusiano kivipi? Na jambo muhimu sana, hisia, feelings, kwamba wakati mwingi pia ujana ni wakati wa kuwa na hisia nyingi nzito. Je, unataka uwe wewe ndiye dereva wa hisia hizo, ama hisia ndizo zinakuwa dereva ya maisha yako? Kwa hiyo ukiwa kwamba unataka uwe wewe ndiwe dereva wa hisia hizo, utapata kwamba unajaribu kujiweka katika hisia nzuri, zile mbovu unajaribu kuziachia mbali, ili uweze kustahimili ama kuvumilia. Kama kuna magumu madogo unayapitia, pengine mtu anakurushia neno hapa na pale, neno alikufurahishi, unasema ninakata tamaa. La, usikate tamaa. Jioni unaangalia, unaomba Mungu, unamwambia kweli leo hisia zangu ziko hivi. Ni vyema sana kuomba ukitumia hisia, pray with your feelings, na unaangalia hisia zinaniambia nifanye hivi, lakini akili yangu inaniambia nifanye hivi. Kwa hiyo hisia unaziachia mbali, kwa kuwa leo unafurahi, kesho una huzuni, siku inayofuata una hisia tofauti tofauti. Na zaidi ya hayo, naomba sana ujenge uhusiano wako na Kristo, kwa sababu katika safari ya maisha mambo mengi tunayapitia, wakati mwingine mambo mazuri, wakati mwingine mambo ambayo si mazuri, ni magumu, lakini Kristo habadiliki. Kristo ni yule yule jana, leo na milele, anazidi kuwa rafiki yako. Kwa hiyo naomba, kama waimbaji wanavyosema, naomba ujenge urafiki wako na Kristo, kwa sababu Kristo kamwe hatakuacha. Kwa hiyo nirudie swali nililoanza nalo, je, una mpango gani kwa maisha yako? Nashukuru sana kwa kuungana nami leo. Natumai kwamba tutaonana Jumamosi itakayofuata, tukamilishe kwa sala. Mimi nakutakia mema mengi, na kama kawaida, kabla tusali leo, ningetaka uangalie kwa juma lijalo, usome ile katekisimu ndefu, katekisimu ya Kanisa Katoliki, kutoka sehemu ya 85 hadi sehemu ya 101, sehemu ya 85 hadi sehemu ya 101, na humo pia utapata nukuu nyingi za maandiko matakatifu. Uwe na wiki njema. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele na milele. Amina. Mtakatifu Paulo utuombee. Mtakatifu Yohane utuombee. Bikira Maria mama yetu mjakazi wa Bwana utuombee. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina.
Nikushukuru sana.